Na hivi ndivyo mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego alivyofungua kikao hicho na kueleza dhamira ya kukutana nao watendaji wake. Ndani ya kikao hiki tutaangalia yale malengo ya muda mfupi ambazo ni siku 100 za Mheshimiwa Rais toka ingie madarakani, lakini miaka hii 5 ni nini tunaenda kufanya. Kwa hiyo tutapata mawasilisho mbalimbali kutoka kwa wakuu wa idara, vitengo, taasisi, na kila mmoja akibaliza wasilisho lake basi tutachangia na kuona ni namna gani anaweza katoka hapo tulipo tuweze kusonga mbele kwa kasi kubwa. Kwa hiyo kikao hiki ni kikao kikubwa na nategemea utulivu, usikivu na kutulia kweli. Lakini ndani ya kikao hiki tutakumbushana wajibu na majukumu ya kila mmoja wetu kama kiongozi katika eneo alipo. Bahati nzuri sisi wote huko ndani ni viongozi. Kwa hiyo tutakumbushana pia wajibu miiko ya uongozi. Katibu tawala wa mkoa wa Singida Dr. Fatuma Mganga naye alikuwepo, amesema maneno yafuatayo: ya kuweka dira yetu ya mkoa wa Singida hasa tunapoanza Januari, ili kila mmoja ajue akitoka hapa anakwenda kufanya nini. Tunajua kuna malengo chungu nzima na kila sekta ina vigezo vyake, ina indicators ambazo tunapimwa kwayo. Kwa hiyo leo kupitia sekretarieti ya mkoa itaeleza hali halisi tulizofika, lakini sote kwa pamoja tutaelezana rasilimali hizo tutazipata wapi na hatimaye tuweze kufika hapo tunapoweza kufika. Watendaji nao mara baada ya kupata darasa hilo wanasema nini kwa jamii? Mimi kama mkurugenzi mtendaji wa SUWASA, baada ya taarifa pia kuwa imewasilishwa ya sekta kwa maana sekta ya maji, sisi wote hapa kwa maana ya mamlaka ya maji ya Singida, SUWASA, RUWASA, bonde la kati, vile vile ubora wa maji na chuo cha maji ambao tuko hapa Singida, kuna maeneo ambayo wajumbe walikuwa wamejadili na kuweza kutoa ushauri na maelekezo. Kwa hiyo tutaenda kuboresha zaidi utendaji wetu wa kazi kwa maana kwamba kasi zaidi ya utekelezaji wa miradi na vile vile kuimarisha huduma zaidi kwa wateja. Lakini katika kikao cha leo kimeendelea kutengeneza dira kubwa kabisa ya mkoa wetu wa Singida katika kuwahudumia wananchi hasa katika maeneo ya miradi na kutatuzi wa kero. Kwa kipekee tumshukuru Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa ambaye ndiye mwenyekiti wa kikao hichi kwa kuendelea kufanya mafunzo elekezi, lakini namna gani ambavyo taasisi za serikali zinashirikiana kwa namna moja ama nyingine katika kutekeleza majukumu ya kila siku na mifumo kusomana. Katika kikao hicho, kila sekta iliwasilisha taarifa ya utekelezaji wa changamoto mbalimbali zinazojitokeza pamoja na mapendekezo na maboresho ya kipindi kijacho. Amini Nyaungo, TVE Singida.